Mzigo unaanza kumuonyesha George akiwa na familia yake, ingawa hii familia ilikuwa inapitia wakati mgumu sana, maana hii ni moja ya familia ambayo ilikuwa ni maskini sana kwa kipindi hicho. Lakini mama yake George, licha ya kwamba alikuwa na hali mbaya sana kiuchumi, Bi Mkubwa alipambana kuhakikisha watoto wake wanakuwa sawa. Maana siku zilipozidi kusogea, George alifanikiwa kuanza shule, licha ya kwamba Mwamba alikuwa anadharauliwa sana na baadhi ya walimu, na hii ni kwa sababu Dogo alikuwa ametoka kwenye familia maskini. Lakini George kwa sababu alikuwa hana namna, Dogo ilibidi akubali dhama zote ambazo alikuwa anazipitia. Lakini hata wanafunzi wenzake baada ya kuona George amekuwa ni mchizi ambaye ni mnyonge sana, walianza kumtania na kumdharau, jambo ambalo George alishindwa kabisa kuvumilia. Na hapo ndipo Mwamba akapata hasira na kuanza kuwachezeshea kichapo wanafunzi wenzake, jambo lilosababisha George afukuzwe kabisa shuleni hapo. Lakini baada ya miaka mingi kupita, maisha ya George yalibadilika kabisa, na hapo ndipo Mwamba alipoamua kuwa kibaka wa mtaani, na hii ni kutokana na ugumu wa maisha ambao George alikuwa anaupitia. Lakini kama isivyo bahati, Roy Mwamba akiwa kwenye mishe zake za upalaji alijichanganya na kumkaba polisi, na hapo ndipo balaa lilipoanza, maana baadhi ya polisi ambao walikuwa kwenye eneo hilo walipata taarifa kwamba polisi mwenzao wametekwa, na hapo ndipo walipoanza msako wa kumsaka George pamoja na washikaji zake. Lakini George baada ya kuona hili lishakuwa balaa, Mwamba aliamua kujipaka matope ili polisi wasijue ni wapi mshikaji alipoelekea. Na baada ya muda mfupi George alifanikiwa kuwachenga polisi, na hapo ndipo Mwamba kaondoka na kuanza kurudi zake nyumbani. Lakini Mwamba akiwa njiani alifanikiwa kuliona tangazo la kituo cha kulelea vijana wenye mazingira magumu, ambako huko utapata huduma ya makazi pamoja na chakula bure kabisa. Hasa George baada ya kupata taarifa hizo, Mwamba alitoka na kwenda kumpatia taarifa mama yake na kusema anahitaji sana kujiunga kwenye kituo hicho. Ila Bi Mkubwa naye kwa sababu alikuwa anajua hali ya kiuchumi ambayo anaipitia, ilibidi akubali tu jambo hilo. Na baada ya mazungumzo hayo, siku zilisonga na George alifanikiwa kujiunga kwenye kituo hicho ambacho kilikuwa kimeandaliwa special kwa ajili ya kulea vijana ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida kwenye kituo hicho, ingawa George licha ya kwamba alikuwa ni mtemi sana, ila laundi kuna mshikaji alimweza, maana Mwamba alifanikiwa kumwibia George viatu ambavyo alikuwa anavipenda sana, na hivi viatu mshikaji alikuwa amenunuliwa na mama yake, jambo lilofanya George apate hasira sana. Na hapo ndipo Mwamba alipoanza kufuatilia ikiwezekana ajue ni nani aliyemwibia kiatu chake. Na baada ya kulifuatilia jambo hilo kwa muda mrefu sana, George alifanikiwa kumuona mshikaji ambaye alikuwa amevivaa viatu hivyo, na hapo ndipo George alipomfuata mshikaji huyu na kuanza kuzungumza naye kiume. Lakini kabla George hajafanya jambo lolote lile, ghafla Doki alitokea na kuanza kumzuia kabisa George, ikiwezekana mshikaji asianze kuleta ugomvi. Na hapo ndipo Doki ikabidi awe mpole tu na kumsikiliza mwalimu wake, lakini Doki alikuwa anamsisitizia sana George na kusema Mwamba inabidi awe mpole tu, maana kosa la kuanzisha ugomvi ni kosa kubwa sana, na endapo kukamatika na kosa hili basi kuna adhabu mbili. Adhabu ya kwanza ni kwenda jela kwa mwaka mmoja, na adhabu nyingine ni kufukuzwa kabisa kwenye kituo hicho. Sasa George baada ya kusikia maneno kutoka mwalimu wake, Mwamba alipagawa kinoma noma, maana George alikuwa ametoka kwenye familia yenye hali ngumu sana kiuchumi, na mchizi akaona endapo mamake akijua kwamba mshikaji amekuwa ni mgomvi kwenye kituo hichi atakuwa amemdisappoint sana Bi Mkubwa. Na hapo ndipo George ikabidi awe mpole tu na kumuomba msamaha mwalimu wake. Lakini Doki baada ya kumsikiliza George, Doki alikubali kumsamehe George na kumpa nafasi nyingine. Lakini wakiwa wanaendelea na mazungumzo, Doki aliamua kumshauri George na kusema kama mshikaji ataweza ni bora ajifunze tu boxing, maana aliona hiki ndio kitu ambacho huenda George atakuwa anakipenda sana, maana George alikuwa ni mbabe sana kwenye kituo hicho. Sasa George baada ya kusikia ushauri kutoka mwalimu wake, Mwamba alikuwa hana noma kabisa, ilibidi akubali tu ushauri huo. Na siku ilipopita, George alifanikiwa kufika kwenye eneo la mazoezi na kuanza kujifunza boxing, ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wake, maana George alikuwa hajui kabisa boxing, na hata alipokuwa ulingoni wenzake walikuwa wanamcheka sana, maana George kila siku alikuwa anachezea kichapo, jambo lilofanya George apate hasira na kuondoka kabisa eneo hilo. Lakini Doki kwa sababu alikuwa anamwamini sana George, ilibidi amfuate na kuanza kumpa ushauri na kusema utakiwi kabisa kukata tamaa, maana huu ni mwanzo tu, na mimi naamini utakuwa ni bondia mkubwa sana duniani. Sasa George baada ya kusikia maelezo kutoka mwalimu wake, Mwamba ilibidi awe mpole na kukubali tena kuanza kufanya mazoezi, ingawa huku upande wa pili kwenye familia ya kina George hilo jambo lilikuwa tofauti kabisa, maana George baada ya kumwambia mamake kwamba anajifunza boxing, hilo jambo Bi Mkubwa hakulipenda hata kidogo, na aliendelea kumsisitizia sana kijana wake ikiwezekana achane kabisa na masuala ya ngumi. Lakini George hakutaka kabisa kumsikiliza Bi Mkubwa. Mwamba aliendelea kufanya mazoezi kila siku yaliyomfanya endelee kuimarika zaidi. Lakini Doc naye baada ya kuona ni kama mshikaji ameanza kuimprove, ilibidi aanze kumsisitiza sana George na kusema inabidi uwe makini vibaya mno, maana siku si nyingi kuna mashindano, na hayo mashindano ni ya muhimu sana na utakiwi kabisa kupoteza. Sasa George ilibidi amsikilize tu mwalimu wake, na baada ya siku kadhaa kupita mashindano yalianza, na Loi familia ya kina George ilikuwa inamwangalia kwa ukaribu sana ndugu yao. Lakini upande wa Bi Mkubwa hilo jambo lilikuwa tofauti kabisa, maana mama yake George alikuwa hataki kabisa kuona kijana wake akiwa anajiingiza kwenye ngumi. Lakini huku upande wa pili wa George, Mwamba alifanikiwa kumchapa mpinzani wake na kunyanyua bendera ya Marekani, huku Bi Mkubwa akiwa anashuhudia kila kitu kinachoendelea, licha ya kwamba alikuwa hapendi kabisa jambo hilo. Lakini siku ilipita na maisha yakaendelea kama kawaida, na Loi George akaenda mtaani kuwapatia hai marafiki zake. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Mwamba alipomwona George alianza kumlaumu kinoma, na hii ni baada ya George kunyanyua bendera ya Marekani baada ya kushinda pambano lake, maana ilikuwa ni kosa kubwa sana kwa mtu mweusi kusapoti kitu chochote kilichopo serikalini, na hii ni kutokana na ubaguzi ambao ulikuwa unaendelea kwenye nchi hiyo. Sasa George ilibidi awasikilize tu marafiki zake, na baada ya muda mfupi Mwamba aliondoka na kwenda kuzungumza na Bi Mkubwa, ingawa Bi Mkubwa licha ya kwamba alikuwa hapendi kumuona kijana wake akiwa anajihusisha na masuala ya ngumi, laundi ilibidi amkubalie tu. Na baada ya George kupewa ruhusa, Mwamba aliondoka na kurudi tena mazoezini, ingawa akiwa njiani alikutana na binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Pala, binti ambaye alitokea kumwaminia sana George, ingawa George naye baada ya kumuona binti huyu, Mwamba alichanganyikiwa vibaya mno. Na hapo ndipo George alipofanya maamuzi ya kumuomba namba binti huyu, maana aliona huu binti hawezi kaondoka hivi hivi, maana huu binti alikuwa
ulikuwa ni mkali sana. Hasa binti baada ya kuona ni kama mshikaji amemwaminia, binti alikuwa hana noma kabisa, alikubali kumpatia namba George, na hapo ndipo George akaondoka na kurudi zake tena mazoezini. Ingawa walimu wa George walipokuwa wanamuona tu George, walienda kumsisitizia sana mshikaji kwamba hatakiwi kabisa kufanya uzembe na mazoezi na inabidi awe makini sana, maana kuna mapambano mengi sana yanakuja mbele yake. Hasa George baada ya kuwasikiliza walimu wake, mwamba kuhitaji uzembe kabisa, maana siku zilipozidi kusogea, George alizidi kuwa ni mtu hatari zaidi ulingoni, maana alikuwa anamchapa kila mpinzani alikuwa anakutana naye. Lakini huku upande wa pili wa Pala, mchumba alianza kumuelewa sana George, ambapo mwisho wa siku alifanikiwa kuanza mahusiano, na kwa sababu binti alikuwa anamsupport sana George kwenye mishe zake, na hapo ndipo mwamba ikabidi achukue maamuzi ya kumuoa tu binti huyu. Lakini baada ya miaka mingi kupita, George alianza kukutana na vikwazo vingi sana akiwa ulingoni, maana mchizi alianza kukutana na mabondia ambao alikuwa na uwezo mkubwa zaidi yake, na moja mabondia hao alikuwa ni mwamba kuitwa John Frazier, mwamba aliyepata umaarufu mkubwa sana baada ya kumchakaza Muhammad Ali, jambo lilofanya watu wengi waamini kwamba huenda Frazier atamchapa tena George Foreman. Lakini kama isivyotarajiwa, mambo yalikuwa tofauti kabisa, maana George alifanikiwa kumchapa Frazier na kufanikiwa kutengeneza historia ya kuwa bondia hatari zaidi ulimwenguni. Hasa baada ya ushindi huo, George aliondoka na kwenda kujipongeza na washikaji zake, ingawa kuna mabinti wengi sana walianza kuvutiwa na George, na hii ni baada ya kuona George amezidi kuwa maarufu. Lakini George naye baada ya kuona mabinti wamezidi kujichanganya, mwamba alishindwa kabisa kujizuia, maana George alianza kulala na kila mwanamke ambaye alikuwa mbele yake bila kujali jambo lolote lile. Lakini siku ilipopita, George akiwa ametulia zake nyumbani, mwamba alistuka sana baada ya kuona Muhammad Ali anamtolea maneno ya dharau, maana Muhammad alikuwa anamkashifu sana George, na hii ni baada ya kuona George amezidi kuwa maarufu, na alikuwa anahofia huenda George atakuja kumzidi. Lakini George baada ya kusikia maneno hayo, mwamba ilibidi akubali pambano kati yake yeye pamoja na Muhammad Ali, ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa George, maana Muhammad Ali alikuwa ni mmoja wa mabondia ambao alikuwa anaogopa sana kwa kipindi hicho. Lakini George baada ya kuona ameshinda mapambano mengi sana, mwamba aliingiwa na confidence na kuamini kwamba lazima amtwange Muhammad Ali. Hasa muda ulisonga na siku ya pambano ukawa umewadia, na leo George alikuwa amecheza mapambano zaidi ya 40 huku akiwa hajapoteza hata mchezo mmoja, ingawa hata Muhammad Ali naye aliingia kwenye pambano akiwa amecheza michezo zaidi ya 45 na kupoteza mchezo mmoja tu aliokuwa amepigwa na John Frazier. Hasa baada ya muda kusogea, pambano lilianza, ingawa George Laundi alikuwa amejiingiza kwenye choo cha kike, maana George Laundi alichapika vibaya mno, jambo lilofanya kila mtu asiamini kwamba George angepoteza mchezo huo. Lakini George baada ya kupoteza pambano, mwamba ilibidi aondoke na kwenda kuzungumza na mama yake na kumwambia anataka aachane kabisa na masuala ya boxing, na hii ni baada ya kuona ndoto yake ya kumpiga Muhammad Ali haijatimia. Ila bi mkubwa, kwa sababu alikuwa anaamini sana kwenye uwezo aliokuwa nao kijana wake, alimwambia utakiwi kabisa ukata tamaa, maana mimi naamini utashinda michezo mingi sana ambayo inakuja mbele yako. Hasa George baada ya kusikia maneno yao kutoka kwa bi mkubwa wake, mwamba alirudi tena ulingoni, ingawa leo hii George alifanya jambo la kushangaza sana, maana mwamba aliamua kupigana na mabondia zaidi ya 5 kwa wakati mmoja ili awaaminishe watu kwamba yeye sio mnyonge. Lakini pambano lilikuwa linaendelea, ghafla Muhammad Ali alitokea na kuanza kumkashifu tena George na kusema hata George akipigana na watu zaidi ya 10 bado haitafuta kwamba George ni kibonde. Hasa George baada ya kusikia maneno hayo, mwamba alipata hasira sana, lakini hata watu ambao walikuwa kumbini hapo walianza kumuimba Muhammad huku akiwa anataka pambano lirudiwe, jambo lilofanya Muhammad Ali apate mzuka na kutaka tena kuzichapa na George, ingawa hilo jambo halikuwezekana kabisa, maana Muhammad Ali alizuiliwa. Lakini baada ya tukio hilo, George alionekana akiwa na mawazo mengi sana, maana aliona ni kama mshikaji amezidi kumdharau. Ila Doc baada ya kuona George yupo sawa, ilibidi amfuate na kuanza kumshauri na kusema utakiwi tena kurudia kuingia ulingoni na kupigana na watu wengi kiasi hichi, maana jambo kama hilo ni hatari sana kwa afya yako. Hasa George ilibidi akubali tu ushauri kutoka kwa kocha wake, lakini wakiwa wanaendelea mazungumzo, ghafla mwamba alitoa ujumbe kutoka hospitali ukisema kwamba hali ya dada yake sio nzuri kabisa, na mchizi baada ya kupewa taarifa hizo pale pale akaondoka na kwa hiyo hospitali ikiwezekana ajue nini tatizo. Hasa mwamba baada ya kufika hospitali, mama yake alimwambia George kwamba madaktari wamesema binti yao mpata shida kwenye mfumo wa uzazi, hivyo kuna asilimia kubwa sana kati ya mama au mtoto yoyote anaweza kupoteza maisha. Hasa George baada ya kusikia maneno kutoka kwa mama yake, mwamba alishanganyikiwa kinoma noma, na hapo ndipo mchizi kabidi apige magoti na kumwomba Mungu wake na kusema yeye anachohitaji ni kuona mdogo wake pamoja na mtoto wake wanapona, maana hii ndio furaha pekee aliyobaki nayo, na anahitaji sana kuona furaha mdogo wake inarudi, maana kila siku anapambana kwa ajili ya familia yake. Hasa George baada ya kumaliza tu maombi, ghafla muujiza ulitendeka, maana dadake George alijifungua bila kupata changamoto yoyote ile. Lakini miaka ilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, ingawa maisha ya George yalianza kubadilika, na hii ni baada ya mshikaji kupoteza pambano lingine mfululizo, maana George baada ya pambano hilo, kwa bahati mbaya sana, mwamba alipoteza fahamu, ingawa hata baada ya kuzinduka George alionekana akiwa na akili ya tofauti kabisa, mithili ya mtu aliyechanganyikiwa. Hasa hiyo hali ilimpatia mtihani mkubwa sana George, hali iliyomfanya mshikaji aachane kabisa na masuala ya boxing na kusema kuanzia leo anaachana kabisa na masuala ya boxing na yupo tayari kumtumikia Mungu. Hasa Doc baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa George, mwamba ilibidi amfuate George ikiwezekana ajue nini tatizo, maana hakutegemea kama mshikaji atafanya maamuzi magumu kiasi hichi, na hata alipomshauri ikiwezekana George arudi tena ulingoni, bado mambo yalikuwa magumu, maana George alikataa kabisa jambo hilo na kusema hahitaji tena masuala ya ngumi, yeye anachohitaji ni kumtumikia Mungu. Na baada ya mazungumzo hayo, George aliondoka na kwenda kumfuata Muhammad Ali, ingawa mwamba leo alikuwa amekuja kwa masuala ya upatanishi na sio tena masuala ya boxing, jambo ambalo lilimshangaza sana Muhammad Ali, maana hakutegemea kama George angeachana masuala ya ngumi na kwenda kuokoka. Ila George baada ya kuona Muhammad Ali ni kama amini, ilibidi amsisitizie sana na kusema yeye kuanzia sasa hahitaji tena masuala ya ngumi, yupo tayari kumtumikia Mungu, na hapo ndipo Muhammad ikabidi amwamini tu mshikaji wake. Na baada ya mazungumzo hayo, George alienda kutafuta upatanishi kwa kila mtu
mtu ambaye alikuwa amekosana naye kipindi cha nyuma, na Loi Mwamba aliamua kumfuata mama wa watoto wake ambaye alikuwa amemzalisha na kumtelekeza na kumwambia yupo tayari kubadilika na anahitaji sana kuwalea watoto wake. Hasa binti baada ya kusikia maneno kutoka kwa George ilibidi akubali kumsamehe na maisha yakaendelea kama kawaida. Na George baada ya kuona amekamilisha zoezi la kupatana na kila mtu ambaye alikuwa amegombana naye, alianza kuhubiri injili mtaani ikiwezekana kila mtu amjue Mungu, jambo lilowashangaza watu wengi sana, maana hakuna mtu aliamini kwamba mshikaji atakuja kuwa mchungaji. Lakini siku zilisonga na maisha yakaendelea kama kawaida, na Loi George akiwa upo zake kanisani alifanikiwa kukutana na binti mmoja ambaye alitokea kumpenda sana, ambapo binti huyu mwisho wa siku alifanikiwa kumwoa. Lakini licha ya kwamba George alikuwa anapitia wakati mgumu sana kiuchumi, ila binti alipambana kuhakikisha watakuwa bega kwa bega na mshikaji, maana George alikuwa na ndoto kubwa sana kufungua kanisa, na huyu binti ndo alikuwa mtu pekee ambaye alikuwa anamsupport kwenye ndoto hiyo. Licha ya kwamba Mwamba alikuwa hana kabisa pesa, lakini baada ya miaka mingi kupita, George alifanikiwa kufungua kanisa na ndoto yake ikawa imetimia, huku mke wake akiwa ndio mtu wa kwanza kusupport jambo hilo. Na hapo ndipo baadhi ya watu walianza kumwamini tena George, na huku wengine wakianza kuwapeleka watoto wao ambao walikuwa wameshindikana kabisa, ikiwezekana Mwamba awape msaada. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa George, maana Mwamba kuhitaji kuona mtu yoyote ule anaingia tena kwenye masumbwi. Sasa George licha ya kwamba alikataa kabisa jambo hilo, lakini siku moja akiwa ametulia zake nyumbani, alipata taarifa kwamba wale watoto ambao walikataa kuwapa msaada wamekuwa wauni vibaya mno na wanatafutwa sana na polisi, jambo lilompatia George maswali mengi sana. Na hapo ndipo Mwamba akaona solution ya kuwasaidia vijana hawa ni kwenda kufungua gym ya kisasa itakao kuwa inawafanya wawe busy na mazoezi. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa George, maana hii gym ilikuwa inahitaji pesa nyingi sana, na George alikuwa hana kabisa pesa, maana pesa yote ambayo George alikuwa anaipata kwenye boxing alikuwa anamkabidhi meneja wake amtunzie, ila kwa sababu meneja alikuwa ni mshikaji ambaye ni muuni sana, alikula pesa yote ambayo George alikuwa anaitafuta. Hivyo kwenye akaunti za George kulikuwa hakuna pesa yoyote ile, maana hata George alipombana sana meneja ikiwezekana ajue pesa ipo wapi, meneja alikuwa hana majibu. Na hapo ndipo George akaona njia pekee ya kupata pesa ni kuanza kuuza vifaa vya kupikia mboga, maana alikuwa anaamini hii ndio njia pekee ambayo itamfanya apate pesa yote ambayo anahitaji. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa George, maana pesa ambayo ilikuwa inahitajika ilikuwa ni nyingi sana, jambo lilofanya George abadilishe tena mawazo na kuamua kurudi tena ulingoni, maana alikuwa anaamini huenda huko ndo atapata pesa yote ambayo anahitaji. Ingawa huu mtihani ulikuwa ni mgumu sana upande wa George, maana George alikuwa na mwili mkubwa sana, hivyo ilibidi apunguze mwili kama anahitaji kurudi ulingoni. Lakini George kwa sababu alikuwa anaamini kwamba ni lazima arudi tena ulingoni, Mwamba alipambana kuhakikisha mwili wake unapungua, na baada ya kukamilisha tu zoezi hilo, George alirudi tena ulingoni. Ingawa raundi Mwamba alirudi kama bondia aliyeshinda mapambano mengi zaidi, lakini siku zilipozidi kusogea, ukali wa George ulizidi kurudi, maana Mwamba alishinda mapambano mengi sana, jambo lilofanya George aweke rekodi ya kuwa bondia mkubwa aliyeshinda mapambano mengi zaidi. Na hapo ndipo historia ya maisha ya George ikabadilika kabisa, maana mchizi alikuwa ni mmoja wa mabondia wenye pesa nyingi sana duniani. Asa bwana, na mimi sina ziada, na ndio mwisho wa simulizi fupi ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama utakuwa unahitaji kupata full movies, basi nicheki kwa WhatsApp namba 0765 470 764. Lakini pia usahau kupita pale YouTube na kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata movie zetu. Asante.